karibu katika taarifa za John Lee Samuel Brand Kenya. Wapo ndio mara yako ya kwanza kujiunga kwenye channel hii, basi hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ili ukaweze kuwa katika nafasi nzuri ya kuweza kupata taarifa zaidi kadri inavyochipuka. Taarifa niliyokuletea hivi sasa ni kuwa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua aliandika barua ya kusema kuwa maisha yake yamo hatarini na anahitaji kurejeshewa maafisa wake wa ulinzi. Gachagua aliandika barua hiyo mnamo Aprili tarehe 15 mwaka 2025 iliyoelekezwa kwa Inspekta Mkuu wa Polisi Bwana Douglas Kanja. Kulingana na Bwana Gachagua, alisema kuwa kulingana na kuondolewa kwa usalama wake, alisema kuwa maisha yake yalikuwa hatarini pamoja na familia yake na wafuasi wake. Alisema kuwa kulingana na hitaji la katiba ya Kenya, kila mtu ana haki ya kulindwa pamoja na mali yake, ila akamnyoshea Inspekta Mkuu wa Polisi Douglas Kanja kidole cha lawama kwa kuzuia jicho hali hiyo. Gachagua katika maelezo yake alisema kuwa Inspekta Mkuu wa Polisi hakustahili kuegemea upande wowote kulingana na hitaji la katiba kifungu 245(b) cha katiba, ambapo afisa wa polisi hafai kuegemea upande wowote anapotekeleza wajibu wake. Gachagua aliendeleza mfululizo wa lalama kwa Inspekta Mkuu wa Polisi kwa kuwa mstari wa mbele kushirikiana na kuwaruhusu wahuni kumhujumu na kuharibu mali ya thamani ya pesa nyingi, ilhali vyombo vya dola vilikuwepo vikitazama tu. Alielezea kisa cha mnamo Novemba tarehe 28 mwaka 2024 alipokuwa katika hafla ya matanga Limuru, aliweza kuvamiwa na magenge ya wahuni huku thamani ya vitu vingi vikiharibiwa. Gachagua aliendeleza msururu wa maelezo kuhusu kuvamiwa kwake katika hafla tofauti za maombi katika mikutano yake ya kisiasa. Alisema kuwa mnamo Disemba tarehe 28 mwaka 2024 akiwa katika kaunti ya Nyandarua aliweza kurushiwa kitoza machozi mbele ya maafisa wa usalama, akisema kuwa tukio hilo bila shaka ilikuwa ni tukio la kumtoa uhai. Alipokuwa katika kaunti ya Nyeri mnamo tarehe 18 Januari mwaka 2025 katika uwanja wa Kamukunji akiwa Nyeri, mchumba wake Bi Dorothy Gachagua aliweza kuvamiwa na genge la wahuni waliosambaratisha huduma za mikutano wa kanisa uliokuwa ukiendelea. Mnamo tarehe 23 Machi mwaka 2025 akiwa katika kanisa la ACK Cathedral Nyeri, magenge ya wahuni yalianza vurugu na hali ya wasiwasi huku akiwakandamiza waumini. Kutokana na matokeo haya na mengine, Gachagua aliazimia kumwandikia barua Inspekta Mkuu wa Polisi Douglas Kanja kwa ajili ya kuhakikisha kuwa matakwa ya kuhakikishwa kuwa anapewa ulinzi katika mikutano yake ya kisiasa linatekelezwa. Serikali kupitia kwa usalama wa ndani ihakikishe kuwa familia yake inalindwa ipasavyo, miongoni mwa matakwa mengine. Asante mtazamaji kwa kuitazama taarifa hii, na usisahau kusubscribe, like, share pamoja na kukomenta, na vile usisahau pia kugusa hiyo notification bell ili punde tu nitakapoweka taarifa basi utakuwa katika nafasi nzuri ya kuweza kupata ujumbe. Asante.